Sawa, tetesi ziko hizo nyingi za aina tofauti tofauti kama ambavyo tumeangalia hiyo ya Faisal Salum, lakini ziko tetesi nyingine ambazo zinatajwa kwamba kwa sasa Mwamnyeto amesaini mkataba mpya kuendelea kusalia Yanga, lakini pia Jafari Kibaya yeye amesaini kule katika klabu ya Mashujaa. Neo Maema anaweza kurudi tena Simba kwa mkopo, wakati Loemba ama Kante mmoja inabidi apishe kabisa. Loemba ama Kante mmoja. Kwa taarifa nilizonazo nadhani Simba wataachana na Kante. Ya possibility ya kuachana naye ni kubwa. Nadhani kwenye masuala ya kiufundi kocha Steve Barker kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anavihitaji ambavyo kwa Kante havipo. Kwa hiyo I think replacement yake inaweza kuwa yule kiungo Nigeria ambaye klabu imemsajili kutokea Stellenbosch pamoja na addition ya Kevin Nation. Okay. Yeah, kwa hiyo kilichobaki ni kwa Neo Maema ambaye iko 50-50. Taarifa nilizonazo ni kwamba kocha anahitaji Neo Maema aendelee kuwepo. Lakini ugumu pekee ulioko ni kwa baadhi ya viongozi, na nadhani ni kwa haya ambao Magunga ameyasema, masuala ya mshahara. Naam. Sababu mshahara ambao alikuwa analipwa umechangamka kidogo. Na Mamelodi Sundowns walikuwa wanalipa 80% ama 75 ya ule mshahara, alafu Simba wanalipa kiasi kilichobakia. Kwa hiyo hicho kiasi kilichobakia chenyewe bado ni kikubwa, significantly tu. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo push ya kujaribu kumtaka pengine ashushe salary demands, lakini Steve Barker anahitaji sana Neo Maema endelee kuwepo kwenye club. Haya, sawa. Magunga, kuna hao wachezaji watatu, status ya Neo Maema tayari umeshaizungumzia vizuri na imeeleweka kweli masuala ya mshiko, lakini kuna Kante na Loemba. Wewe ukipewa nafasi hivi sasa kukata mmoja wapo, utamkata nani? Kwa wachezaji wawili. Yep. Kwa sababu Neo Maema ni kiungo mshambuliaji, manake ndamreplace kwa kiungo mshambuliaji mwenzie. Naam. Sawa, Maema tayari ushamzungumzia. Loemba na Kante, ya kiukweli mmoja abaki hapo. Mimi naamini kati ya Loemba na Kante, tukitumia tu nadharia ya msimu uliopita. Naam. Kante alikuwa mchezaji muhimu sana kuliko Ino Loemba, na Kante amecheza dakika nyingi sana kuliko Ino Loemba. Naam. Na ukiangalia kwenye, of course Simba amesajili kiungo mwingine kutoka Stellenbosch, Jabari, kwenye ile eneo. Lakini mi bado naamini Kante anaweza akaongezea kitu cha tofauti kwenye ile eneo. Wakati mwingine kwenye eneo la ushambuliaji Simba ana viungo washambuliaji wengi sasa hivi. Kuna Chama anakuja, huyo Neo Maema, kwa sababu kana Jabir Kagoma pamoja na Kante Nation pia, manake Neo Maema majukumu yake atakuwa tofauti na msimu uliopita. Neo Maema atasogea tena juu. Akisogea juu pale pana Chama. Na usishangae kama ni Seura ataendelea kusalia kuelekea msimu ujao, manake kuna asilimia kubwa sana Ura anaweza kutumika pia kama kiungo mshambuliaji wa kati au kutokea pembeni, kwa sababu Keretsa amesajiliwa ndani ya timu. So tayari kuna kundi kubwa la wachezaji kwenye eneo la viungo washambuliaji, na sehemu ambayo mimi naamini Simba anahitaji nguvu kubwa ni kwenye eneo la viungo wa kati wale, kwa sababu lile ni eneo muhimu sana. Mara nyingi timu inajengwa kupitia pale. Kuna viungo wa kati ambao wana umahiri mkubwa, na tayari Kante amecheza hata Champions League last season akiwa na Simba. Amecheza kwenye ligi, tayari ni proven. So kuna kitu ambacho anaweza kuongezea. Jabiri ni mchezaji mzuri sana, lakini wakati mwingine utaki kuriski kiasi hicho. Yaani upunguze mchezaji kwenye nafasi yake ambaye alikuwa anacheza kwa sababu ya kuminject yeye. You never know, mchezaji anaweza akaja na mazingira yakamwendea tofauti. Na mimi nakubaliana na wewe kwenye issue ya Kante, kwa sababu kwanza pia bado Simba wanahitaji sana kiungo mwenye sifa zake, kiungo wakati mwenye sifa zake. Kante ana height, ana kuofa physicality ambayo uipati kwa Kagoma, uipati kwa Kevin Nation, na pia uwezi kuipata kwa huyu Ibrahim Jabbar. Ibrahim Jabbar ni kiungo mzuri, lakini height yake inamaanisha kwamba kuna baadhi ya mechi utamuhitaji Kante kwenye namba 6 pale kwa ajili ya physicality ambayo Ibrahim Jabbar hawezi kukupa. Kwa hiyo kwangu mimi I thought pia Kante ni mchezaji muhimu. Hata Loemba sio mbaya, lakini nafasi ya Loemba wapo watu wengine ambao wanaweza kuofa kitu kile kama yeye anachokiofa. Kwa hiyo it's easy ku dispense na mchezaji wa namna. Yeye ameofa nini Loemba mpaka sasa?
he is a good player. Ni nafasi tu consistently kuwepo, na ni muhimu pia, unajua watu waelewe kwamba kwenye timu hauhitaji wachezaji wa kwanza tu, unahitaji hata wachezaji wanaotokea bench wawe wanafikia standard ya wale wanaoanza. Yani sio kwamba eti ukitoa wale wanaoanza tofauti yao na wale wanaoingia inakuwa ni mbingu na ardhi. Ama unatoa mchezaji ambaye ni 8.5 unaingiza mchezaji ambaye anakupa 5.5. Kuna tofauti kubwa hapa katikati ambayo kiufundi inashusha kile ambacho kinatokea uwanjani. Kwa hiyo unaweza ukaachana na Loemba kwa sababu una Nio ni attacking midfielder, una Chama ni attacking midfielder, una Morris ni attacking midfielder, lakini hata Anisea Ura pamoja na Keleso ni mawinga ambao wanaweza kucheza kwenye eneo la attacking midfield. Ibrahim Jabaa naye pia ni midfielder ambaye anaweza kukupa service kwenye eneo la kiungo cha juu. Lakini katika wote hawa mimi kwa macho yangu mtu ambaye namuona na kitu cha tofauti ni Alassane Maodo Kante. Kwa hiyo of course siwezi kupingana na Steve Barker kwa sababu vyanzo vyangu vinaniambia kwamba Steve Barker amesema kwamba Kante ni mtu ambaye wanaweza wakamreplace. Na hapo Magunga kwenye chanzo hapa, ili tuongezee nyama story hii ambayo tunaizungumzia. Naambiwa hapa Loemba na Kante wote watakatwa. Maanake kuna wachezaji wawili ambao wataingia kwenye timu. Sawa, lakini hao wachezaji manake wawe na ubora mkubwa sana kuliko wanaondoka. Yes, kwa sababu Kante binafsi nilikuwa naamini Kante anahitaji msimu wa pili. Ni kweli. Loemba alikuwa hahitaji. Sasa na hapa namzungumzia Kante kwanza. Sawa. Ya Kante alikuwa anahitaji msimu mwingine wa pili kwa sababu msimu wa kwanza amekuja, unajua kwa bahati mbaya sana wachezaji wanaokuwa wanahojiwa na mashabiki, wadau, hata sisi wachambuzi kwa asilimia kubwa tunazungumzia wale wachezaji ambao impact yao imekuwa kwenye kufunga zaidi ama kutengeneza nafasi. Lakini kwenye timu kuna wachezaji ni silent partner. Yani wanafanya kazi nyingi za msingi ambazo huwezi kuziona kwenye macho tu ya kawaida. Kwa sababu mtu anaweza kana angalia mpira, kana angalia lile tukio la mwisho. Kwa pale assist imepigwa, mtu fulani amefunga. Sasa hata kwa Ino Loemba wenzangu wanaweza kanisaidia. Mimi binafsi sioni kama Steve Barker anamwamini Ino kama yule classic number 10. Yani kwamba huyo Ino naweza nikamtumia kama namba 10 nyuma mshambuliaji. Nadra sana. Unajua hata msimu uliopita baadhi ya mechi Ino alikuwa anatumika kwenye ile jukumu la namba 9 kivuli. Na hata kwenye hii pre-season mechi 2, ya kwanza na ya pili, Ino ametumika pale. Nakumbuka mechi nyingine kubwa ilikuwa mechi ya dabi iliyochezwa Zanzibar. Yes, Ino alicheza kama namba 9 kivuli. Na unajua Ino akicheza kama namba 10 bado anatafuta ubora wa Ino kwenye ile eneo, kwa sababu Chama ukimweka pale anaweza akawa ni mtu ambaye anakupa ubunifu zaidi. Maema ukimweka pale, Maema ni kama ni controller, mdhibiti. Yani anaiamuru timu ifanye vile ambavyo anataka yeye kupitia miguu yake. Watu wengi wanasema hana kasi. Sawa, inawezekana hana kasi ya mwili, lakini ni wachezaji ambao Maema, Chama ni wachezaji ambao ile kasi yao ya kufikiri ni kubwa sana. Mchezaji anayetoka South Africa na amecheza kwa misimu takriban mitatu minne, huwezi kuniambia hana kasi. Ubaya ni kwamba tunataka kuweka wachezaji kwenye mitazamo ambayo tunaifikiria sisi, au na compare kasi ya Mpanzo na kasi ya Maema, haiwezi kuwa sawa. Lakini tunachofikiria sisi, tunachokihitaji, mimi ninachokihitaji ni kuona ile kasi ya kufikiria kwa wachezaji inashabiana, na hata kama inatofautiana kusiona tofauti kubwa sana. Kwa nafikiri binafsi kwenye eneo la viungo wa shambuliaji bado na simamia pale kwamba viungo wa shambuliaji kwa Simba nafikiri pametosha. Lakini kama wanatakiwa kuongeza mchezaji mwingine, kama Kante anataka kuongeza mchezaji mwingine, basi wasilete central midfielder, waende kutafuta defensive midfielder. Okay, sawa. Kavion, nayo una mchango gani katika hili ili tuondoke hapa? Mimi binafsi nadhani kwenye eneo la kiungo msimu uliopita nadhani Simba walikuwa na control sana, ambapo walikuwa wanacheza Alassane Kante pamoja na Kagoma. Kobo kuna utulivu ndani ya pale, kunasema kuna middle of the park. Kwa nini Kobo kuna utulivu? Kante anaweza kuofa sana kwenye eneo la ukabaji kwa sababu sio mzuri kuna hilo eneo. Ni more of kama namba 8 na box to box, ni mtu ambaye anatembea sana. Ukimpa majukumu ya kukaba ama kumfanya yeye ndio kiungo mkabaji wa timu siku hiyo, unaweza usipate ubora wake. Lakini ukimsogeza juu zaidi kidogo tu pale kwenye eneo la namba 8, tumeona impact yake. Anaweza asiwe na assist,
lakini kwenye zile build up phase za kutengeneza mabao msimu uliopita amekuwa anahusika sana. Kwenye zile movement tunasema kwamba transition, Simba wanatoka kwenye kujizuia wanakwenda kushambulia. Kuna pasi nyingi sana ambazo amehusika, either ni pre-assist au nadhani hizo ni pre-assist nyingi sana amehusika kwenye kuifanya timu inatoka haraka kutoka nyuma kwa pasi moja tu. Anaifungua timu ya tunasema timu pinzani, either ni outside aura au Chama na receive mpira then mshambuliaji anafunga. Amekuwa bora kuna hilo eneo. Loemba watu wanashindwa kuelewa, hata mimi mwenyewe nashindwa kuelewa ni nafasi ipi kwake bora, akicheza kama kiungo namba 8 au akicheza kama namba 10. Hiyo ndio kitu ambacho yani ukiwa na mchezaji ambaye anakupa nusu nusu inakuwa ni changamoto kwamba haujui ni kitu gani bora anaweza akakupa. Na kwa nini inakuwa hivyo? Unapokuwa unacheza nyuma ya mshambuliaji tunategemea tuone ubunifu mwingi sana kutoka kwako. Lakini changamoto imekuwa anakaa sana na mpira, na ile nyakati ambao unapaswa kuuachia mpira anaupeleka mpira sehemu ambayo sio sahihi. Na hiyo ndio imekuwa sehemu ambao wana Simba wanaipigia sana kelele. Mashabiki wa Simba wanaipigia sana kelele kwamba simple pass kwake anaifanya na kuwa pasi ngumu, na anapoachia mpira inakuwa pasi tena haina maana. Akicheza nyuma mshambuliaji, akicheza eneo la namba 8 ni eneo ambao unamuona labda anakuwa comfortable kwa sababu either kwa sababu anapenda kukaa na mpira cha kwanza, anaweza tunaweza kusema anaweza kakokota mpira maeneo marefu, kitu ambacho anachokipenda. Pasi za pembeni, kushoto, kulia ni vitu ambavyo yupo comfortable. Yes, anaweza akawa miongoni wa wachezaji ambao timu mkihitaji kuituliza anaweza akakupa huo mchango kwa sababu si anakaa na mpira. Ina maana kwamba timu mnakaa na mpira kwa muda mrefu, lakini end product unapokuwa unacheza haya maeneo namba 8, namba 9, namba 8, namba 10 kama kiungo mshambuliaji, watu wanataka waone matokeo ya mwisho. Sasa tukija kwenye matokeo ya mwisho, hauna magoli, hauna assist, watu waone hata zile tunasema zile pre-assist kwamba pasi ya pili kabla ya kwenda kwa mtu ambaye anaenda kutoa assist pia waioni. Kwa ndio maana unakuta inapokuja kwamba majina ya kuyakata, jina la hilo Loemba linakuja, ndio hapo utofauti wake unakuja na Neo Maema. Maema ameshajipambanua kwamba ukiniweka kwenye eneo la namba 8 nita support team either kwenye build up phase kutoka chini, na ukinisogeza juu nitaifungua timu pinzani. Bwana Kavio Nasri, ni kupongeze kweli kweli, sasa ushajipambanua ndani ya Crown Sports. Uwezungumza vizuri sana. Hongera sana. Karibu Jessica. Okay, sawa. Tukiachana na hao sasa, upande mwingine Bakari Nondo Mwamnyeto anatajwa kuongeza mkataba. Kamanda Geoffrey, licha ya kwamba mara nyingi tumekuwa tukishuhudia unapokuwa unakaribia msimu kuisha au mkataba wa Mwamnyeto kuisha, mashabiki wengi wanaonekana kutaka kumuona endelee kusalia Jangwani, lakini unaona pia Yanga wanamuongeza mkataba. Unadhani kwa nini huwa wanafanya hivyo Yanga? Mimi huwa nasema kila siku kwamba mashabiki sio wataalamu. Mashabiki hawajui mpira, with all due respect. Kwa sababu mashabiki wote asilimia kubwa okay, asilimia kubwa ya mashabiki ni watu wa miemko tu. Ndio maana yake unaona hata kinachoendelea Simba sasa hivi watu wanampigia kelele yule Dumbia kwa sababu ya mechi 2 za pre-season ambazo amecheza jumla ya dakika 40 peke yake. Sawa. Mtu ambaye anaweza kulaumu mshambuliaji kwa mazingira kama hayo doesn't know football. And of course sio nafasi ya mshabiki kuwa technician ama kuwa mtaalamu, lakini ni kawaida kwamba wapo wachezaji kwenye timu ambao watakuwa underrated, na kwa bahati mbaya Bakari Nondo Mwamnyeto ni moja kati ya hao wachezaji. Kwanza kabisa ambao wako underrated. Yes, wako underrated. Ukiangalia longevity yake kwa muda ambao amekaa kwenye klabu ya Yanga kama kiongozi, na changamoto ambazo amepitia zingeweza kuwavunja wachezaji wengi sana na kuwafanya washindwe kuendelea na maisha yao pale. Lakini yeye always anawekwa bench in favor of other players. Yeye nidhamu yake iko pale pale, anapohitajika anaperform vizuri. Kwa hiyo katika hali ya kawaida klabu haiwezi kuachana na mchezaji wa namna hiyo alafu imlete mtu mwingine ambaye anaanza moja. Na hicho ni kitu ambacho mimi nilikuwa nawaambia watu, kwa wachezaji wengi tu. Nadhani hata kwenye meza yetu hapa tumewahi kuwa na debates kuhusu mtu kama Neo Maema, lakini sasa hivi tunasikia kocha anahitaji aendelee kuwepo. Ndio you can say kwamba naye ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa underrated. Bakari Nondo Mwamnyeto msimu uliopita akiwa na Yanga ameanza jumla ya mechi nadhani 21. Katika hizo mechi 21 kulikuwa na clean sheet za kutosha. Lakini pale ambapo klabu yake timu yake uwanjani ilihitaji goli, a crucial goal kutoka kwake,
kwenye dabi 2-2 alikuwepo. Kwenye mechi dhidi ya Mashujaa, mechi tough ya ugenini ambayo ina define mwelekeo wako wa kutoa ubingwa, Bakari Nondo Mwamnyeto yuko. Unaweza ukarudi kwenye timu ya taifa wakati Gamondi alipochukua mikoba, kwa sababu anamjua kutoka kwenye klabu ya Yanga ambako alifanya kazi kwa pamoja, alikuwa na value kile anachokileta na alimpa nafasi. Watu wengi wasingeweza kumpa nafasi Mwamnyeto during that period kwa kigezo kimoja tu kwamba bwana huyu mtu amekaa benchi muda mrefu akiwa na klabu ya Yanga. Lakini kuna baadhi ya vitu uwanjani, hasa kwenye nafasi ya ulinzi wakati haiwezi kuna intangibles huwezi kuzipata kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kama huyo mtu ni Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye haanzi kwenye klabu yake, bado unampa nafasi. Kwa hiyo Yanga amefanya kitu obvious ambacho klabu yoyote serious ingeweza kukifanya, ambacho ilikuwa ni kumuongezea mkataba, kwa sababu bado ni mtu ambaye huduma yake inahitajika. Sawa, Jessica, naomba tupite na message zake msikilizaji baada ya haya ambayo tumezungumza, ili tukae sawa sawa, alafu tugeukie sasa taarifa kuhusiana na michuano ya Kagame Cup. Asante. Hata baadhi ya waandishi na wachambuzi hawajui mpira, wao ndio wanaowamezesha mashabiki wenyewe kukubali. Umeamua mwenyewe, ni kesi ya garbage in garbage out. Garbage in kwa mwandishi yule uliyemsikia, na garbage out kwa yeye shabiki ambaye umesikiliza, kwa sababu kama kweli akili unazo sawa sawa, unaweza ukaignore mchambuzi asiyejua mpira, lakini the fact kwamba umuignore na unamruhusu aendelee kukuinfluence, yani wanaamini nyie ni influencers. Nyinyi mna impact kubwa. Kwa hiyo unavyosema jambo mtu analisikiza na anachukulia kwa ukubwa, anakuamini. Unatakiwa ufikirie pia na wewe kile ambacho umekiumbia. Yeye ndo hana huo utaalamu, lakini kwa sababu wewe una utaalamu na anaamini wewe ndo una utaalamu, ndio maana anakusikiliza na anakuamini. Mimi leo naweza nikapost hapa. Yaani wewe uweze ukakaa Haaland amesajiliwa Simba. Hiyo ni taarifa. Nathibitisha kabisa mchezaji leo atatua jioni, kila kitu kimeshakamilika. Na wewe unaondoka nayo. Na inawezekana unakuwa una vyanzo ambavyo vina mashiko, ambapo mara nyingi pengine ukitoa hiyo taarifa inakuwa ya ukweli. Kwa nini mtu asiamini? Si Haaland wa Zanzibar. Sawa.